Poland imesema haitapeleka mifumo yake ya ulinzi wa makombora ya Patriot kwenda Mashariki ya Kati kusaidia Marekani katika vita dhidi ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Poland amesema mifumo hiyo ni muhimu kwa kulinda nchi yao na eneo la NATO, hivyo haiwezi kuhamishwa kupelekwa popote. Hata hivyo, vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea kupamba moto, huku baadhi ya nchi za Ulaya zikikataa kushiriki moja kwa moja katika vita hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa tangu vita kuanza mwezi uliopita, alisema vita hii ni uwekezaji kwa ajili ya watoto na wajukuu wa Marekani. Alisema malengo ya Marekani hayakuwa ni kubadilisha serikali ya Iran, bali ni kuharibu jeshi la majini na la anga la Iran na kuzuia nchi hiyo kutengeneza silaha ya nyuklia. Trump amesema malengo hayo yamekaribia kufanikishwa na Iran na sasa si tishio tena. Trump pia alionya kuwa kama hakuna makubaliano, Marekani itashambulia mitambo yote ya kuzalisha umeme Iran kwa nguvu kubwa, akisema vita vitaendelea kwa wiki 2 hadi 3 zijazo hadi malengo ya Marekani yafanikishwe kikamilifu. Vita hivi vimeathiri uchumi wa dunia. Kufungwa kwa njia ya meli ya Hormuz kumesababisha bei ya mafuta kupanda sana, huku bei ya mafuta ya Marekani ikipita $4 kwa galoni wiki hii. Iran imeendelea kushambulia Israel na vituo vya kijeshi vya Marekani katika Ghuba ya Uajemi, huku ikikataa mazungumzo na Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema vita vitaendelea hadi wachokozi walipe gharama kamili ya uchokozi wao. Mimi ni Amina Kanyinyi wa Dau TV.